Tunaenda katika mchezo huu hapa ambao kimsingi ndio michezo ambayo inatoa runs nzuri kuelekea kumaliza mchezo, msimu, ambapo wote hawa wana viungo wazuri, wana washambuliaji wazuri, na pia ni miongoni mwa timu ambazo zinaongozwa vizuri katika eneo la goalkeeping. Yani wana magolikipa wazuri, lakini utofauti ni kwamba namna uchezaji. Azam FC ambao mfumo wao mama ni ule wa kumiliki mpira. Miongoni mwa vitu ambavyo vinathibitisha hili ni umiliki wa mpira kwa zile mechi zote ambazo wameweza kuzicheza msimu huu hapa. Utofauti wa Azam ya Yusuf Dabo na Rashid Tausi uko wapi? Utofauti ni mkubwa sana. Unaona ile namna ambavyo Azam FC wanahusika katika swala zima la uzalishaji wa magoli, inakuwa ni idadi kubwa ikitofautiana na ile ya Yusuf Dabo. Yusuf Dabo naweza nikakutolea mfano, msimu uliopita akiwa na Faisal Salum alikuwa na falsafa ya kumtumia Faisal Salum kama kiungo mshambuliaji, lakini pia kama mshambuliaji. Na miongoni mwa vitu ambavyo vimethibitisha hili ni ile idadi ya magoli ambayo ameweza kufunga. Ameweza kufunga magoli 19, akitoa assist takribani 7, akihusika katika magoli 26. Unaona kabisa ni mchezaji wa namna gani. Lakini msimu huu hapa imekuwa ni tofauti. Imekuwa ni tofauti kutokana na uwepo wa wachezaji wengine ambao wamempa fursa Faisal Salum kucheza katika nafasi yake ya asilia. Mbele yupo kijana Naso Saduni ambaye msimu uliopita alikuwa Geita Gold, lakini pia yupo kijana kutoka Colombia Jonier Blanco, ambaye kimsingi kuna kitu ama kuna somo ambalo analitoa katika safu ya ulinzi kwa opponent. Yani si katika Tabora United, lakini pia hata mechi ambazo zimeendelea kuchezwa wakiwa na Azam FC. Lakini pia yupo Jibril Sila, msimu huu hapa ameweza kuonyesha makali yake kama ilivyo ada, lakini utofauti upo wa falsafa. Dabo ni miongoni mwa makocha ambao wana kawaida ya kucheza mpira, lakini Rashid Tausi yeye ni kucheza mpira, lakini maslahi mapana ni kufunga, na inadhihirika katika swala zima la idadi ya magoli mpaka sasa.